Tunakukaribisha Mungu katikati yetu, ujifunue, na tunaomba ututakase kwa damu ya Yesu. Tutakase na fikra zetu Bwana, tutakase na akili zetu kabisa, ili tunapokwenda kujifunza neno lako, akili zetu zikapate kuelewa maandiko jinsi yalivyo, ili Mungu yakatusaidie katika maisha yetu ya kila siku, katika kupendeza wewe. Katika jina la Yesu Kristo, nami nitumie kama chombo chako, kanipe hekima na maarifa katika kuliwasilisha vema neno lako watu wako. Tunaomba haya kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi naomba tukae. Bwana asifiwe. Somo letu ni juma. Somo letu linapatikana kwenye juma la 22 kwa mujibu wa kitabu chetu, na somo hilo lina kichwa kinachosema kwenu ninyi mnaolicha jina langu. Somo letu linasema kwenu ninyi mnaolicha jina langu. Kwenu ninyi mnaolicha jina langu, ndicho kichwa cha somo letu kwa siku ya leo. Bwana asifiwe. Somo letu leo ni fupi, na kweli kuu ya somo letu inasema wanaolicha jina la Bwana na kuepukana na maovu wataipa heri siku ile ya hukumu. Kweli kuu, wanaolicha jina la Bwana na kuepukana na maovu wataitwa heri siku ile ya hukumu. Nafikiri tumewahi kusikia watu wanaitwa heri, si ndio hivyo Yule anaitwa mama nani, anaitwa mama heri. Heri maana yake nini jamani? Barikiwa, aliyebarikiwa. Soma kwenye Biblia ya Kiingereza hapa inasema kwamba blessed pale inaposema heri wenye moyo safi, sijui heri kwa maana watafanyaje, heri wenye nini. Kwa ile heri ile ndio hii kwenye Kiingereza anasema blessed. Kwa waliobarikiwa ndio hao ambao wanaitwa nini? Heri. Biblia iko wazi kwamba katika hukumu ya mwisho ambayo ataifanya Yesu Kristo katika kile kiti cha enzi cheupe, kama ambavyo Yohana anazungumza katika kitabu cha Ufunuo, kienda mwishoni pale anatoa maelekezo ya hukumu ya mwisho ambayo itafanyika kwa mfano wa mchungaji anavyokuwa anawatenga kondoo na nini? Mbuzi. Ndivyo atakavyofanya Yesu. Kwa hiyo wale ambao watakuwa wametengwa na Yesu Kristo kuwekwa mkono wa kuume wa kwake yeye, hao ndio wataitwa nini jamani? Heri. Waliobarikiwa, waliopona, wenye matumaini mapya ya kudumu milele. Lakini wale wengine ambao watakuwa upande wa kushoto wa Yesu Kristo kwenye hukumu yake hawataitwa heri. Wataitwaje hapo? Unaweza kuweka majina mengi. Kinyume cha waliobarikiwa ni waliolaaniwa. Si ndio hivyo watumishi wa Bwana Kwa upande wa kushoto wataitwa waliolaaniwa, na adhabu yao itakuwa ni kutupwa katika lile ziwa la moto, au tunaita Jehanamu ya milele. Na Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi tunapaswa kujitahidi sana ili katika hukumu hii hapa majina yetu yaonekane yameandikwa kwenye kitabu cha uzima, ili tuweze kuurithi ule ufalme wa Mungu katika mbingu mpya na nchi mpya. Ingawa ufalme wa Mungu upo hata sasa,
Kisha zungumzia kwenye masuala ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu umeanza muda mrefu uliopita na unaendelea mpaka sasa, lakini kuna ufalme wa Mungu ambao tutakuwa nao tukiwa kwenye mbingu mpya na nchi mpya, ambapo hakutakuwa mateso, hakutakuwa huzuni ya namna yoyote ile, hakutakuwa msiba, hakutakuwa matatizo, hakutakuwa na changamoto. Biblia iko wazi pale kwenye Ufunuo mwisho. Kwa hiyo tunapaswa kujitahidi sana kufanya yale ambayo tumeitwa kuyafanya duniani, kila mmoja kwa nafasi yake, ili aweze sura ile ya 4 samani Malaki sura ile ya 4 mstari wa 2. Aliyepata nisaidie kusoma. Tutasoma. Lakini kwenu ninyi mnalolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Samahani, niombe urudie tena kwa sauti. Lakini kwenu ninyi mnalolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Bwana sifiwe. Kwa wale ambao wanalicha jina la Bwana, kama kichwa chetu cha somo kinavyosema, kwenu ninyi mnaolicha jina langu, kwa wale wanaolicha jina la Bwana, siku hiyo ya hukumu itakuwa vipi? Ndio hapa Biblia inasema kwamba kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia. Sema jua la haki. Jua la haki. Rudia tena, jua la haki. Jua la haki. Anasema lenye kuponya katika mbawa zake. Mbawa kama mabawa vile, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Malaki alikuwa anatoa unabii akijaribu kuelezea ile siku ya hukumu ya mwisho kabisa itakuwaje. Kwa anajaribu kuieleza, lakini Malaki alieleza kinabii, kwa maana ya kwamba kwenye hili andiko kuna mafumbo. Kuna mafumbo ambayo inatakiwa yatafsiriwe kwa namna ya kawaida na watu waweze kuelewa. Amen. Amen. Anaposema kwa ninyi mnaolicha jina langu, wanafahamika kwamba ni wacha Mungu, watakatifu hawa. Jua la haki litawazukia. Jamani, jua la haki siku zote ni Yesu Kristo. Amina. Amen. Yesu Kristo ndio jua la haki. Unajua jua ndio chanzo cha mionzi eti ni chanzo cha mionzi ambayo inazalisha mwanga, inazalisha joto, inazalisha vitu vingi sana. Miale au mionzi ya nini? Ya jua ndio inayosababisha hata chanikiwiti kufanyika. Chanikiwiti ni mimea kuwa na uwezo wa kujitengenezea chakula chake. Jua lazima lihusike. Amina, watumishi wa Bwana. Lakini jua pia ni dawa. Nasemaga miale au mionzi ya jua, hasa ile asubuhi na jioni, ni dawa, inazalisha vitamini. Ndio maana wakati mwingine madaktari wanaweza kukushauri kama kuna matatizo fulani, hasa kwa watoto. Wakati mwingine watakwambia pamoja na kukupa dawa na haya matibabu, mtoto huyu unamwanika kwenye jua la asubuhi na jioni, hasa kwa watoto ambao wanakuwa na matatizo ya nini naitaga matege. Amina. Wanakosa vitamini D. Sasa vitamini D inatengenezwa na nini? Inaweza ikatengenezwa na jua pia. Linapogonga ngozi yako, humo kuna kemikali inabadilisha, ikichanganyikana na hiyo mionzi inatengeneza vitamini D. Ni aina ya kemikali. Kwa hiyo inapozunguka mwilini inasaidia nini? Ponyaji. Sasa ile miale ya jua ina kazi nyingi, lakini ina kazi pia ya kufukuza giza. Jua linafukuza giza.
Au nuru inafukuza nini? Giza. Penye giza, nuru ikiingia, giza linaondoka. Ila penye mwanga, giza likiingia panakuwaje? Yaani penye giza ukiweka mwanga, giza linaondoka. Penye giza ukiingiza mwanga, giza linaondoka. Je, penye nuru au penye mwanga ukiingiza giza inakuwaje? Nuru inaondoka? Bwana asifiwe. Kuna mmoja nimesikia anasema nuru inaondoka. Hapana, nuru haiondokaji. Nuru ndio inaondoa giza, lakini nuru haiondolewi na giza. Kwa nuru siku zote ina nguvu. Mionzi ya jua pia inasababisha kuna nyakati au vipindi viitwe mchana, lakini giza inasababisha nyakati fulani ziitwe nini? Usiku. Kwa tunaweza tukazisema faida nyingi sana za jua. Ziko faida nyingi sana. Ndivyo zilivyo faida nyingi za kuwa na Yesu Kristo kwenye maisha yetu, kwa sababu yeye ni jua. Tena Biblia inasema jua la nini? La haki. Maana yake akiingia mahali, yeye mionzi yake inayotoka ni nini? Ni haki. Jamani, haki maana yake nini? Bwana sifiwe. Ukisikia haki unaelewa nini? Karibu. Haki ni kama stahiki, mtu kupewa sawa na kile alichofanya sawa. Okay. Anasema haki ni kama stahiki, mtu kupewa kile anachostahili. Si ndio hivyo? Kama anastahili mema apewe nini? Kama anastahili mabaya apewe nini? Kama anastahili uzima wa milele apewe uzima wa milele. Anastahili kwenda motoni, kwenye ziwa la moto aende. Kwa hiyo ndio maana jua la haki ambalo ni Yesu Kristo litakapokaa kwenye kiti cha hukumu siku ile, tutakapokuwa tumekusanyika mataifa yote ya ulimwengu, wema na wabaya, wacha Mungu na wasiomcha Mungu, waliomwamini Kristo na waliomkataa na kumtukana na kumwona si kitu cha maana, tutakapokusanyika siku ile, ndivyo Yohana anayozungumza. Huyu ni Malaki, lakini huu nabii unakwenda kugonga unabii ule wa kwa Yohana kabisa. Mwishoni kule anasema Yesu Kristo atakapokuwa kwenye kiti chake cha hukumu, yeye atafanya haki kwa kila mmoja. Wabaya walipwe nini? Baya, lakini wema walipwe nini? Wema. Waingie katika mbingu mpya na nchi mpya. Atahukumu kwa haki. Jamani, anyway, tuendelee. Utangulizi anasema kwetu tunaolicha jina la Bwana siku ile ya hukumu ya watu waovu, uwezo wa Bwana wa kuokoa wenye haki wake utachomoza katika jua lililo na nguvu na kuponya kwenye mionzi yake. Litawapa watu wake afya na nguvu kwa maisha yenye furaha na kuwa na uhuru mpya. Wanazungumza kabisa kwamba kwa wale ambao watakuwa wamehukumiwa, Bwana sifiwe. Hukumu sio tu kumwadhibu mtu. Maana mwingine anaweza akatafsiri kwamba amemhukumu, amemwadhibu sana, amemhukumu leo. Hata mtu kumpa mema ambayo yanastahili ni kumhukumu pia. Wanasema kwa wale ambao watakuwa wamehukumiwa na Mungu na kupewa nafasi ya kuingia kwenye uzima wa milele au kwenye ule ufalme ujao wa mbingu mpya na nchi mpya, anasema hivi, uwezo wa Bwana wa kuokoa wenye haki wake, kuponya kwenye mionzi yake, litawapa watu wake afya na nguvu kwa maisha yenye furaha na kuwa na uhuru mpya. Kwa Biblia inasema kwamba Yesu Kristo atawaponya hao watu ili waweze
kuingia katika uzima ule wa milele. Atawaponya. Uponyaji unaweza kufanyika kwenye afya, kuwapa nguvu pamoja na uhuru mpya pamoja na furaha. Hiyo mionzi yake hiyo ambayo ni haki itakuwa ni tiba kwa afya za watu, itakuwa ni tiba ya mioyo yao, wapa furaha pamoja na uhuru mpya ambao hatukuwa nao kwenye hii dunia. Maana tunaelekea kwenye dunia nyingine. Hatukuwa na uhuru fulani kwenye hii dunia, lakini tunapoingia kwenye ile dunia mpya, Yesu atatupa uhuru mpana zaidi. Bwana sifiwe. Lakini sisi ambao tulikuwa na udhaifu, wanadamu ambao ni dhaifu kwa sababu ya dhambi. Unajua dhambi ndio imetufanya sisi tuwe dhaifu. Dhambi ndio iliyoleta kifo. Mungu hakupanga tufe. Mungu alipanga tuishi milele katika hii dunia. Lakini kifo kilipoingilia kati mipango ya Mungu, kikasababisha nini? Dhambi ilipoingilia kati mipango ya Mungu, ikasababisha kifo. Yaani mtu hawezi kudumu kuishi katika mwili wake alionao. Roho haifi, inaishi milele. Lakini mwili hapa ukapewa nini? Limitation. Haukuwa huru tena kuendelea kuishi muda wote. Ndio maana Adamu alikufa akiwa na miaka na 900 sijui na ngapi. Na sisi tunakufa tukiwa na miaka 80 sijui 60, wengine kazaliwa leo kesho anakufa. Umeona? Kuna uhuru hatuna. Kuna kitu kimeingia kibaya. Wanasema hilo jua la haki litarejesha mambo mengi. Litarejesha afya ndani ya mwili ya watu. Litaondoa udhaifu kama vile kufa hakutakuwepo, kuumwa hakutakuwepo, misiba haitakuwepo, kumbukumbu ya mabaya itafutwa. Kwa nini? Dhambi itakuwa imehukumiwa. Unajua, miongoni mwa vitu ambavyo bado Yesu hajavifanya ni pamoja na kuihukumu dhambi na mauti. Ukisoma kitabu, ni kitabu gani kile? Nafikiri kwenye Matendo, Petro anazungumza. Anasema kwamba alikuwa anawaambia ni Wayahudi, nafikiri Wayahudi waliokuwa wakimsikiliza. Alikuwa anasema kwamba huyo Yesu ambaye alisulubiwa, umeona, ambaye ninyi mlimkataa, atakuja aje tena ili aihukumu nini? Dhambi pamoja na mauti. Atavikanyaga kwenye miguu yake ili dhambi isiwe na nguvu tena. Dhambi bado ipo, pamoja na kwamba Yesu alifanya kifo. Na kifo bado kinasumbua, pamoja na kwamba Yesu alikufa wapi? Msalabani. Bado watu wanakufa, lakini kuna siku ndio maana kuna mahali hapa nilikuwa namsoma mwandishi anasema, saa hii Yesu anapokuja kwenye huu wakati wa hukumu ile ya mwisho, atakuja kama shujaa. Haji kama mnyonge yule wanayemshika hivi, wanamburuza, wanampeleka sijui kwenye msalaba, wanafanyaje, wanampiga wanafanyaje. Hatakuja kama mnyonge, atakuja kama shujaa wa ajabu. Lakini ushujaa wake ni kwa ajili ya kuja kufanya vita na nini? Na dhambi pamoja na nguvu zote za dhambi, kuzitengua na kuziondoa kabisa. Unajua shetani ana uwezo dhidi ya mwanadamu kwa sababu anatumia dhambi. Yaani kungekuwa hakuna dhambi, ingekuwa ni ngumu sana shetani kufanyaje? Kuwasumbua wanadamu. Kwa anatumia dhambi. Dhambi ndio mlango wake. Anatumia dhambi kuingia ndani ya maisha ya mtu. Ukiondoa dhambi, shetani hana mamlaka yoyote. Ndio maana Biblia inalalamika sana juu ya dhambi. Inasema dhambi iliingia duniani na ikafanyaje? Ikatikisa lile kusudi la Mungu. Dhambi ikaingia. Kwa dhambi ilipoingia, shetani akapata nini? Nafasi ya kumtawala mwanadamu. Kwa hiyo ili mwanadamu aje kuwa na uhuru, lazima dhambi iondolewe. Sasa dhambi itaondolewa lini? Siku hizi. Yesu atakapokuja atakanyaga nguvu ya dhambi. Inazungumziwa ile ya mwishoni, kwa sababu hapa atakapokuja wakati wa kutawala miaka 1000. Bwana sifiwe. Amen. Dhambi haitaondolewa kabisa, itaondolewa ndani ya miaka 1000. Jamani, sinaongea kweli? Ndani ya miaka 1000 dhambi
itaondolewa, na ndipo yule shetani pia atakamatwa na kufungwa kwenye nini? Kwenye gereza kuzimu kule, atatupwa, atafungwa ndani ya miaka 1000 ili Kristo adhihirishe utawala wake na awaonyeshe wanadamu kwamba kama sio dhambi, utawala wa Mungu ungekuwaje, ungekuwa na matokeo gani, ungekuwa na radha ipi, na wanadamu watasema kwa kweli dhambi ilifanya kitu kibaya sana. Kumbe kama sio dhambi, kungekuwa na utamu wa maisha kiasi. Lakini baadaye tunaona shetani tena atarudi baada ya miaka 1000 kuishi, na dhambi itarudi pale pale, na ndio maana atakuja kuwadanganya mataifa yote ya ulimwengu akiwaambia, chaneni na huyu anayejiita nani? Yesu, chaneni nani? Kwanza hao ni wabinafsi, wanatawala pale kwenye mji wa Yerusalemu. Wakati huo yuko duniani, kwenye dunia hii tunayoishi Yerusalemu. Atasema wanajifanya wanatawala pale, wanatawala kibinafsi. Wale wanawatawala ninyi. Sasa tuliamshe na sisi tukafanyaje? Tukapigane nao, tuwaondoe pale. Ninyi hamtaki kutawala, kwa sababu binadamu ameumbiwa utawala. Amina. Ukishazungumzia kwenye neno la kutawala na shawishi, watu watasema kweli haiwezekani. Watakatifu ndio wanaotawala tu, hapo sisi tupo tu. Kwa hiyo watadanganywa. Kwa nini wanadanganywa? Dhambi itarudi. Lakini mwishoni baada ya hapo, dhambi itakanyagwa na Yesu Kristo kabisa na haiji kurudia tena. Na baada ya hapo ndo watu sasa wale watakatifu wataingia katika mbingu mpya na nchi mpya. Lakini zaidi tunazungumzia hukumu. Swali letu liko pale pale, nasema hivi: tufanye nini kama kanisa kiroho ili tuweze kupata baraka zilizoahidiwa? Biblia ina ahadi nyingi sana zinazohusiana na dunia ile inayokuja. Itakuwa dunia ya namna gani? Maisha yatakuwa vipi? Yatatofautiana na maisha haya hapa kivipi na kwa kiasi gani? Jamani, dunia ile inayokuja, mbingu mpya na nchi mpya, ni nzuri sana. Amen. Ni nzuri mno. Kuna baraka nyingi zimesemwa zinazohusiana na ile dunia. Tujitahidi watumishi wa Bwana kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu leo, ili zile ahadi zilizoahidiwa zinazohusiana na dunia ile mpya tusizikose. Alinifurahisha sana Julius, akasema yeye huwa anatiwa moyo sana kuendelea na wokovu pale anaposikia mbingu mpya na nchi mpya vipo vinakuja. Hata mimi, yaani nikisikia hicho kitu nasema hata nikifa leo, kumbe kuna siku nitatawala tena pamoja na Kristo katika mwili kama huu, lakini uliotukuzwa. Amen. Unajua, ukisoma Biblia vizuri na kutafakari mambo yale yanayokuja, utaona ladha ya dhambi. Nirudiete, yaani ukitafakari maisha yale yanayokuja ya mbingu mpya na nchi mpya, ukiyasoma vizuri kwenye Biblia, kwenye Ufunuo pale yanazungumziwa, sijui na vitabu gani hapa vya kinabii, ukichambua uzuri wa ule utawala katika dunia inayokuja, ambayo Yohana anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya vikishuka toka wapi? Mbinguni, vimepambwa kama nini? Bibi harusi aliye tayari kwa mumeo, vikishuka kuja. Sasa Yohana wakati anasema vikishuka kuja, Yohana alikuwa kwenye kisiwa cha Patmo, kwenye hii dunia. Kisiwa cha Patmo kipo huku maeneo gani? Sijui ni Uturuki, sijui ni maeneo gani ambako alikuwa kiteswa. Bwana asifiwe. Kwa anasema kwamba nikaona inashuka inaelekea wapi? Inakuja kwenye nafasi ya hii. Yaani mpango wa Mungu uko pale pale. Ameiweka hii dunia hapa tangu zamani. Alitaka mwanadamu aishi milele, atawale hapa kama mfalme akiwakilisha mbingu. Dhambi ilipoingia ikaribu mpango wa nani? Wa Mungu. Lakini mpango wa Mungu utarudi pale pale. Ndiyo maana Biblia inasema kwamba kuna mipango mingi kwenye moyo wa mwanadamu, lakini kusudi la Mungu litasimama pale. Kusudi la Mungu la uumbaji liko pale pale. Biblia inasema kwamba
hii dunia itaondoshwa, kwanza Mungu ataikamata, ataikunja kama karatasi na kuitupa wapi? Motoni. Jamani, hii dunia itaondoshwa. Wapo wengine wanasema itakuwepo dunia imefanya nini? Kwani imefanya dhambi? Biblia imesema kwamba itavunjwa kama karatasi. Wewe ni nani unapinga? Amina. Itaondolewa, halafu ile dunia ije hapa. Halafu watakatifu tunaingia humo pamoja na Kristo na Mungu wetu kutawala milele. Hakutakuwa na dhambi tena. Yatafakari yale maisha. Utaona hata ladha ya dhambi. Utaona hata utamu wa dhambi. Amen. Haya, tumalizie hapa alafu tuwe na maswali. Kwa kwenu ninyi mnaolicha jina la Bwana, jua la haki litawazukieni ninyi, lenye kuponya, lenye kufanyaje, amezungumza hapo yote. Lakini kipengele cha pili cha somo letu linasema Bwana atakuja tena kama shujaa. Kisoma katika Isaya sura ya 40 mstari wa 10. Nani anaweza kasoma kama amepata? Isaya sura ya 40 mstari wa 10. Nasemaje? Nasoma. Sawa. Tazameni, Bwana Mungu atakuja kama shujaa, na mkono wake ndio utakaowatawalia. Tazameni, thawabu yake i pamoja naye, na ijara yake i mbele zake. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba Yesu atakuja kama nani jamani? Shujaa. Hatakuja mnyonge tena. Lakini anasema thawabu pamoja na ijara itakuwa pamoja naye kwa ajili yetu. Sasa anazungumzia nini? Baraka zile ambazo zimeahidiwa zitakuwa mikononi mwake. Atakuja nazo. Zile ijara zile, malipo yake. Kwa kila mmoja atalipwa sawa sawa na matendo yake. Baada ya hapo tuangalie hitimisho. Hitimisho linasema Yesu Kristo jua la haki atachomoza kama jua lililo na nguvu za kuponya kwenye mionzi yake, ishara ya ushindi kwa wale wanaomwamini. Lakini kwa waovu siku hiyo ya hukumu litakuwa jua la kuunguza au kuchoma. Hapa anazungumzia mtu kupata uzima na mwingine kupata mauti ya milele. Mauti ya milele maana yake kutengwa na Mungu. Hatimaye wanatupa jehanamu ya moto. Ile kutengwa na Mungu inasababisha maumivu ambayo inakuwa ni sawasawa na jua ambalo linaunguza au kuchoma. Jamani, ukichomwa na moto unajisikia maumivu eti Kwa hiyo kuna watu siku ile watatengwa na Mungu. Kutengwa na Mungu ndiyo mauti. Tena ni mauti kubwa zaidi. Kwa hiyo watatengwa na Mungu na kutupwa kwenye hasira ya Mungu. Hasira ya Mungu ni jehanamu. Sikia, hasira ya Mungu ni moto wa jehanamu, ambao Biblia inasema una uwezo, ule moto yani una uwezo wa ajabu. Ni kama kiumbe hai. Nauma sijui kuna wadudu wanaitwa funza, wanang'ata na wana uwezo wa kuongea. Jamani, funza na uwezo wa kuongea, unafikiri sasa anaweza kukushambulia kiasi gani? Funza anaongea kama wewe. Mungu ana mambo ya ajabu sana. Kwa hiyo hasira hii ni hasira ya Mungu, ni jehanamu ya moto. Ndio hasira yake. Huu ndio mwisho wa somo letu. Labda nikaribishe maswali kama kuna mtu ana maswali. Asante Baba kwa kipindi cha Sunday School ambacho Baba alikuwa mbele yetu. Hata mtumishi wako ambao ananena maneno ya uzima, endelea Baba kumtumia tu kama upendavyo. Nasi neno hili Baba ni mchache katika maisha yetu.
tukaishi kwa imani kupitia jina la Yesu. Amen. Amen. Karibu mhusika, naendelea.